Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara ya Tanzania TanTrade Bi Latifa Khamis, wakati akitambulisha mradi huo wa kuendeleza viwanja vya maonesho ya Sabasaba vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, amesema maboresho hayo yatajumuisha huduma mbalimbali za kimataifa katika viwango vya dunia ambavyo yatajumuisha kanda zote za ndani ya Afrika na nje ya Afrika, na kuvifanya viwanja hivyo kuwa kitovu cha biashara kuanzia mtu wa kawaida hadi kimataifa, mradi ambao utatekelezwa baina ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP, kandarasi ambayo itachukua miezi 18 mara baada ya kusainiwa. Ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya maonyesho ya kisasa. Tunajenga miundombinu ya maonyesho yenye viwango vya kimataifa. Kutakuwa kuna maholi makubwa ambapo ndani yake hayo maholi yatakuwa yanatumika kwa masuala mbalimbali ambayo yataendana na mahitaji ya kisasa, ambayo kutakuwa kuna maeneo ya burudani, hotels, malazi ndani yake. Kutakuwa kuna kumbi za maonyesho za ndani ambazo zina viwango vya kimataifa, zikiwa zina nafasi kubwa. Ndani yake kuna mifumo ya kisasa ya taa, mawasiliano na huduma za kielektroniki kwa ajili ya wafanyabiashara na washiriki kutoka mataifa mbalimbali. Kutakuwa kuna maeneo ya wazi ya maonesho ambapo ukiachilia mbazi yale mahall, kutakuwa kuna sehemu ambapo kutakuwa kuna mpangilio mzuri tu wa kisasa wa kuonyesha. Kutakuwa na mifumo ya kidijitali ndani yake, hatakuwa na ile manual ambayo tunafanya kawaida ya uendeshaji wa shughuli ambazo zitakuwa zinafanyika humu, kwa sababu tutakuwa tunafanya kwa ubia, sio sisi ambao tutakuwa tuna operate, itakuwa wale ambao partner wetu. Kwa hiyo wataweza kutumia mifumo ya kidijitali. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia Tanzania David Kafulila amewaondoa shaka wa Tanzania kuwa mradi huo hautabinafsisha kila kitu kilichomo ndani ya viwanja hivyo, bali unakwenda kuokoa pesa nyingi za umiliki, na umiliki utabakia kuwa wa serikali. Kama ambavyo nimekuwa nikizungumza na kurejea kwamba tukifanya ubia haimaanishi tumefanya privatization. Tukifanya ubia haimaanishi kwamba tumefanya ubinafsishaji. Mradi wa ubia ni mali ya umma kabla, wakati na hata baada. Na ndio maana TanTrade wakisaini mkataba huu wa ubia haimaanishi kwamba huyo mwekezaji sasa ana control kila kitu. Ubia ni ndoa. Kwa hiyo mamlaka ya serikali itabaki na role ya monitoring ya mkataba wakati wa mkataba na mpaka mwisho wa utekelezaji, kwa maana ya uhai wa mkataba. Kwa hiyo inafanya ule uwekezaji usiweze kuwa na kasoro hata wakati wa utekelezaji. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo ukifuata utaratibu wa sheria hii utapata changamoto hizo. Lakini pia kuna uzoefu